Lakini jana usiku nilipata kuona PDF ya orodha ya wanaoitwa wanufaika wa mikopo kupitia Wizara ya Maendeleo ya Vijana kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana. Na taarifa yenyewe ninayo hapa, ni hii, inaitwa matokeo ya kwanza ya maombi ya mkopo kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana. Mtakumbuka tarehe 21 Aprili 2026 ngome ya vijana ACT Wazalendo Dar es Salaam tulifanya mkutano wa vyombo vya habari na tukaeleza mapungufu ambayo yapo katika mchakato wa uombaji mikopo, na tulibaini mapungufu hayo kwa sababu sisi ngome ya vijana ACT Wazalendo tuliazimia vijana kuomba na watu wengine na vijana wengine waombe na sisi kushiriki katika mchakato wa kuomba ili kujionea changamoto ambazo zinatokea au zinawakumba vijana katika mchakato wa kuomba mkopo. Kwa hiyo mimi niliomba na nilitangaza kwenye mkutano wangu wa vyombo vya habari tarehe 21 Aprili kwamba mimi Abdul Omar Nondo niliomba mkopo na vijana wengine wa ngome ya vijana kama 21 waliomba mkopo na vijana wengine nje vijana kadhaa ambao nilikuwa najua karibuni 12 waliomba mkopo. Na tulielezea wazi kwamba mapungufu tulioyapata wakati wa uombaji, na tukazungumza kwamba tutaendelea kuwa macho kuangalia mapungufu mengine katika mchakato wa hii mikopo ya serikali, especially mikopo kutoka kwenye mfuko wa maendeleo ya vijana. Nakumbuka tulizungumza moja ya changamoto tuliyokumbana nayo katika utolewaji wa huu mikopo, tulisema ni mikopo ya kibaguzi, kwa sababu tulivyokuwa tunakwenda serikali za mitaa, wakati tunakwenda serikali za mitaa kuomba tuandikiwe barua ya utambulisho kama ambavyo wizara walitaka kama kigezo kwenye hii fomu kwenye hii taarifa yao, tuliulizwa hamwezi kuandikiwa barua ya utambulisho mpaka mtuoneshe wapi ambapo unafanya biashara, mtuoneshe eneo lako la biashara. Kwa hiyo moja ya changamoto ambayo tuliigundua kwamba ni changamoto ambayo iliwabagua vijana wengi ambao walipaswa kupewa hii mikopo, lakini hawakuweza kupewa barua za utambulisho kwa sababu tu hawakuonesha sehemu ya biashara zao. Na moja ya hoja yetu kubwa ni kwamba mikopo hii imekuwa ikitolewa kibaguzi, kwa sababu inaweka kando vijana ambao hawajaanza biashara. Kwa hiyo vijana wengi waliomba wachache, kama ambavyo wizara ilisema vijana walioomba mkopo ni takribani vijana 30,384 ambao sisi tulisema ni idadi ndogo sana ya vijana ambao wanapaswa kunufaika. Tukasema kwamba vigezo vinapaswa viondolewe, vigezo vya vijana kuwa na leseni, sijui kijana lazima kuwe na eneo la biashara. Vijana wengi ndio wanaanza, hawana hizo leseni, hawana mtaji, hawajaanza hiyo biashara. Kuwekea vigezo vya namna hii ni kuwabagua. Lakini ngome ya vijana ikasema kwamba tunaendelea kuwa macho kuangalia ni vijana kiasi gani watakaopata hiyo mikopo. Na jana rasmi wizara jana tarehe 28 wizara imetoa orodha ya vijana waliopata hiyo mikopo. Nasisitiza kusema kwa niaba ya ngome ya vijana na vijana wote, wizara inapaswa kuwa serious. Wizara inapaswa kuwa serious. Na hili nilizungumza. Haijalishi kwamba mimi Nondo watanipa ama hawatonipa, ila haiondoi hoja ya kwamba utolewaji wa hii mikopo bado hakuna taratibu zinazoeleweka. Utolewaji wa kibaguzi, kuna vijana wengi wamekosa na wana vigezo ambao mimi nawafahamu. Lakini hata taarifa hii ya wizara ulioitoa jana tarehe 28 ni taarifa iliyojaa mashaka makubwa sana. Nitazungumza. Mimi niliomba mkopo mwenyewe peke yangu. Fomu yangu ni hii hapa. Ukisoma mradi wangu ni mradi wa ununuzi, uuzaji na usambazaji wa viazi mviringo. Taarifa ya muombaji ni Abdul Omar Nondo. Namba ya kitambulisho ni hii hapa. Mawasiliano ni haya hapa. Na kiasi cha fedha ambacho mimi nilikiomba ni shilingi milioni 50. Taarifa jana ya wizara walioitoa walionesha mkoa wa Dar es Salaam
jina langu lipo namba 16. Lakini hoja kuu sio Nondo kapata fedha. Hoja kuu ni vijana wangapi wamepata fedha ukilinganisha na idadi ya walioomba. Kwanza, walioomba ni vijana wachache sana. Waliomba vijana 30,384 ambao ni idadi ndogo sana ya vijana. Na hili nilizungumza katika press yangu ya kwanza kwamba hii ni idadi ndogo sana. Na ni idadi ndogo kwa sababu ya vigezo walivyoviweka. Ni idadi ndogo kwa sababu ya taarifa ambazo hazieleweki zilizotolewa. Ni idadi ndogo kwa sababu ya muda waliotoa wizara kuomba ni muda mchache. Ni idadi ndogo kwa sababu ya masharti ya leseni walioweka kwenye utolewaji wa mkopo. Kwa hiyo nilizungumza ni idadi ndogo. Lakini tubaki hii orodha na idadi ambayo Waziri wa Maendeleo ya Vijana Mheshimiwa Joel Nanauka akiwa bungeni alisema kwenye hotuba yake ukurasa wa 13 kwamba vijana walioomba fedha kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana mpaka kufikia tarehe 3 Aprili 2026 ni vijana 30,384. Tujadili ni vijana wangapi wamepata. Ukisoma taarifa ya wizara hii hapa, ukisoma wanufaika ambao wanawaita wao ni wanufaika waliopata ni 1961. 1961 ndio wanasema ni idadi ya walionufaika. Lakini mimi nimeshuhudia, nimeona hata hii 1961 taarifa ambayo wizara wameitoa ni taarifa ya uongo. Ndio maana nasema Wizara ya Maendeleo ya Vijana iwe serious na changamoto za vijana. Iwe serious katika utolewaji wa hii mikopo. Hata hii orodha, idadi iliyotolewa hiyo kwamba walionufaika ni 1961 ni taarifa ya uongo. Kwa sababu mimi Abdul Omar Nondo, fomu yangu ni hii. Niliomba mwenyewe. Sikuomba kama kikundi. Na katika taarifa ya wizara hii hapa walizungumza mtu anaweza akaomba mwenyewe ama akaomba kikundi. Mimi niliomba mwenyewe. Lakini ukiangalia taarifa yao inaweka jina la mnufaika, alafu mbele wanaweka idadi ya wanufaika. Mimi wameniwekea idadi ya watu 10 na wamesema eti wanawake 3, wanaume 7. Mimi hakuna mtu ambaye nimeomba naye. Alafu hii orodha wamejumlisha hii idadi ya wanufaika, wamepata namba ya 1961